Mkuu wa wakfu wa kutoa misaada wa Gaza, GHF, amekanusha kuwa mamia ya vifo kutokana na kupigwa risasi vinahusishwa na vituo vyake vya kusambaza misaada. Johnny Moore aliambia BBC kwamba mashirika ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, walikuwa wakieneza habari potofu ili kuwashawishi watu shirika hilo libaya. Vile gazeti la Haaretz nchini Israel limeripoti kwamba askari wasiojulikana walidai kuwa wameambiwa kuwapiga risasi moja kwa moja watu wasio na silaha ili kuwatawanya umati wa watu waliokuwa wakisubiri misaada nje ya vituo. Hata hivyo, IDF haijajibu madai hayo, lakini hapo awali ilinukuliwa ikisema kwamba wanajeshi wamefyatua risasi za onyo kwa watu wanaoonekana kutishia usalama. Mmoja wa wafanyikazi wa shirika la kutoa misaada eneo hilo ameiambia BBC kwamba kile wanachoshuhudia hakiwezi kuelezeka. The situation here is... Hali hapa ni hali ya kusikitisha na kuvunja moyo. Natafuta usemi kamili wa kuelezea hali hii, lakini sipati kwa kweli. Sijawahi kuona hali kama hii. Mimi na wenzangu wote katika sekta ya kutoa msaada hatujawahi kuona hali kama hii. Many other aid workers here have ever seen. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amekiri kwamba uharibifu mkubwa ulifanyika katika maeneo ya nyuklia ya nchi hiyo katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel. Abbas Araghchi aliambia shirika la utangazaji la serikali siku ya Alhamisi kwamba tathmini ya uharibifu huo inafanywa na shirika la nishati ya atomiki la Iran. Saa chache kabla ya tangazo hilo, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema kwamba mashambulio hayo hayakuvuruga mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Khamenei alikuwa akijibu madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mabomu yameharibu kabisa maeneo matatu ya nyuklia. Khamenei alisema kwamba mashambulizi ya Marekani hayakufikia kabisa malengo yoyote muhimu. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wako mjini Washington ambako wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani unaolenga kumaliza mzozo ambao umesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao mwaka huu. Makubaliano hayo yanayosimamiwa na Marekani na Qatar yanakuja baada ya kundi la M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kuyateka maeneo ya mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rais Trump inasema kwamba kampuni za Marekani zinaweza kuwekeza katika eneo hilo lenye utajiri wa madini ikiwa mapigano ya miongo mitatu yatamalizika. Wadadisi wanasema kwamba kupatikana kwa amani ni jambo lisilo rahisi, kwani kuna makumi ya makundi yenye silaha yanayoendeleza shughuli zao eneo hilo la mashariki mwa Kongo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umoja wa Mataifa umesema kuwa una wasiwasi sana na vurugu zilizotokea wakati wa maandamano nchini Kenya ambapo takriban watu 16 walikufa huku wengine wakiwa na majeraha, wakitoa wito wa utulivu na kujizuia. Zaidi na Ahmed Bahaj. Maandamano ya Jumatano yalianza kwa amani lakini yakaishia kuwa machafuko, huku maafisa wa polisi wakiwatawanya waandamanaji kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Maandamano hayo yalikuwa kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 ambapo vijana wa Gen Z walivamia bunge. Rais wa Kenya William Ruto amepuuzilia mbali wito ambao umekuwa ukitolewa na waandamanaji na viongozi wa upinzani kumtaka ajiuzulu na kuwapa changamoto kutoa mpango mbadala ufaao badala ya kuchochea ghasia na machafuko nchini. Akizungumza huku kukiwa na ongezeko la mvutano wa kisiasa na maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali yake, Bwana Ruto alipuuzilia mbali wito wa Ruto lazima aondoke ambayo imekuwa ikitolewa pia katika mitandao ya kijamii na #Ruto must go, na kusema hayo ni maneno matupu isipokuwa pale yatakapoambatana na mkakati halali na wa kujenga. Kijana mmoja raia wa Syria ameshtakiwa kwa kuunga mkono kundi la kigeni la kigaidi kuhusiana na njama ya kushambulia tamasha la mwanamuziki wa Marekani Taylor Swift mjini Vienna mwezi Agosti mwaka jana. Mohamed A, ambaye anaelezewa na mamlaka za Ujerumani kuwa ni mvulana mwenye umri mdogo na hayuko kizuizini, anatuhumiwa kufuata itikadi za kundi la jihadi la Islamic State yani IS na kumsaidia mshukiwa mwingine kuandaa shambulio hilo. Waandalizi wa tamasha hilo walikatisha tafrija 3 za Taylor Swift ambazo tiketi zake ziliuzwa zote katika mkesha wa onyesho la kwanza kwenye uwanja wa Ernst Happel mjini Vienna mwaka jana. Mamlaka iliwakamata washukiwa kadhaa, wakati huo wakisema walionekana kwamba wanahamasishwa na IS na Al-Qaeda. Hii ni BBC.
Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mwatea akiwa Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM, radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Pia waweza kuchangia yale utakayoyasikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Leo hii uko na Regina Mziwanda katika sehemu ya kwanza, na baadaye katika sehemu ya pili utakuwa na mwenzangu Sarafina Rubi akiwa studio za Nairobi katika mjadala wetu. Na kwa kuanza kile tulichokuandalia, bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linatarajiwa kuvunjwa rasmi leo na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye analihutubia bunge. Bunge hilo lilifunguliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli, ambapo kuvunjwa kwake kunafungua rasmi njia ya kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Miongoni mwa mambo ambayo Rais Samia kayatoa kwenye hotuba yake alipokuwa anaelekea kulivunja bunge ni kuhusu uchumi, usalama wa wananchi na mipaka yake, pamoja na miradi mbalimbali aliyoikuta na kuiendeleza. Mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja alikuwa anafuatilia hotuba hiyo, na sasa ninaungana naye hapa studioni kutaka kufahamu hayo mambo muhimu zaidi ambayo Rais Samia ameyagusia kwenye hotuba yake. Ndio. Kuna mambo mengi sana ameyagusa, hasa ukilenga masuala ya kiuchumi, kiusalama. Amezungumzia miradi mbalimbali ambayo alikuta imeanzishwa na muasisi wake Rais John Pombe Magufuli. Amesema kwamba amejitahidi sana kukamilisha miradi mikubwa ambayo ilihitaji gharama kubwa, kama vile mradi wa reli ya kisasa SGR pamoja na bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini pia amesema ni miundombinu mingi ambayo ameikuta na ameiendeleza, na mingine ni mipya ameanzisha yeye, na kusema kwamba ameendelea kusisitiza uhuru wa habari, kwamba uhuru wa habari unaendelea kuzingatiwa na umekuwa, akilinganisha kwamba kumekuwa na vyombo vipya vya habari, mitandao ya kijamii, lakini amesema kwamba hatosita kuchukulia hatua kwa baadhi ya vyombo vya habari kama vile vyombo vya habari vya kidigitali. Naam, Humphrey, tunaelewa ni hotuba yake ya mwisho Rais Samia Suluhu Hassan kuelekea mchakato wa uchaguzi mkuu kuanza. Sasa mambo gani muhimu kuhusiana na uchaguzi ambayo amekwishayagusia? Kayasema mengi. Miongoni mwa mambo ambayo amesema ni kwamba ni hivi siku za karibuni kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza tarehe ya uchaguzi. Hilo amesema litafanyika siku za hivi karibuni, lakini amesema kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanyika au ya kisiasa yamefanyika na yatafanyika. Kwa mfano amesema wazi kwamba polisi wanapaswa sasa kuangalia kwamba kukomesha matukio ya kupotea kwa raia, kwamba hilo polisi wanatakiwa wafanye jitihada inawezekana. Lakini pia kazungumzia kuhusu uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano ambapo kuna zuio. Nasema hilo limezingatiwa, kumeboreshwa uhuru, lakini kasema kwamba kumetungwa sheria mpya za siasa ambazo sheria hizi zinasaidia katika kuelekea uchaguzi mkuu. Huyu hapa Rais Samia akizungumzia hilo. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee, hatua ambayo inafuta kilichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Naam, Humphrey, wafuatiliaji wa mambo wengi walikuwa wakisubiri kusikia kuhusu deni la taifa. Hali ikoje? Kalizungumzia kwa muda mrefu kidogo. Amesema imebidi mchukue muda mrefu kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa likizua tafulani kwa wengi ambao haelewi. Amezungumza kwa nini deni la taifa kwa kipindi chake linaonekana kuongezeka kwa kiasi kama kinavyokuwa kikiandikwa na wachambuzi wa uchumi na watu ambao wanazungumzia hivyo. Baadhi ya vitu ambavyo vimesema ni kwamba kwanza ni kuongezeka kwa dola imekuwa ikipanda thamani, hivyo basi ili deni la taifa ukiliweka kwa hela za Tanzania litaonekana ni kubwa zaidi. Lakini kingine amesema ni kushuka thamani ya shilingi. Kwa hiyo kwa ile deni likiwa lina hela za kupigia kwa dola uketa kwa shilingi litakuwa kubwa zaidi. Na mwisho kabisa kazungumzia kwamba ili uitwe mkopo ni lazima hela iingie. Kwa hiyo huenda akawa hakusaini yeye, walisaini watangulizi wake, lakini ziliingia kipindi chake, hivyo basi ndio maana zikaitwa mkopo na mkopo kaongezeka zaidi. Naam, shukrani sana Humphrey Mgonja. Msikilizaji, tukiendelea kujadili kuhusiana na bunge hili la 12 la
Tanzania lilikuwa ni la aina gani na nini cha kutegemea katika bunge lijalo. Kulijadili hili, David Nkya katika Amka na BBC amezungumza na mchambuzi wa siasa Absalom Kibanda sambamba naye Rashid Shangazi ambaye ni mbunge anayeanza kwa kutoa tathmini yake juu ya bunge la 12. Limeweza kutimiza majukumu yake ya msingi ya kutunga sheria, kuisimamia serikali, na limepita katika mtikisiko ambao kutokana na kifo cha Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye pia katiba ni sehemu ya bunge. Japo ni mkuu wa nchi, ni mkuu wa serikali, lakini pia ni sehemu ya bunge. Kwa hiyo bunge lilipata mtikisiko kama nchi ilipata mtikisiko. Lakini ni kweli kwamba bunge hili ni bunge ambalo limeacha maswali mengi, limekuwa kiwango fulani likionekana ni bunge la upande mmoja, na ni bunge ambalo uhalali wake umehojiwa sana kuliko bunge lolote lingine tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi au tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 95, kwa sababu tunajua hili bunge limeonekana kama lilikuwa ni kama bunge la upande mmoja, kwa sababu japo kulikuwa na wale wabunge 19 wanawake ambao walikuwa wanaonekana wanatokea chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama chenyewe kiliwakana wale wabunge kama kiwatambui, lakini bunge likaendelea kushikilia kama linawatambua. Kwa hiyo kukawa na sintofahamu, japo kwa bahati tu kwamba kazi hao baadhi ya wabunge miongoni mwa hao ambao walikuwa washaka walikuwa wanahojiwa, walijitahidi kadri walivyoweza kutimiza wajibu wao na kuonekana kama vinara wa hoja za upinzani, japo kuwa na mtikisiko wa upinzani ambao tumekuwa tunaona toka mwaka 95 au baadaye wakina Freeman Mbowe, Dr. Wilbrod Slaa, Zitto Kabwe. Ipi nafasi ya upinzani ama umuhimu wa upinzani katika bunge linalokuja la Tanzania, ili haya ambayo unayazungumza na ikiwemo vile vile kuikosoa serikali kusiwepo na uoga, kwa sababu wakati mwingine wabunge wa chama tawala wakionekana kuikosoa serikali ambayo ndio ipo madarakani, wengine wanaonekana kuwa na uoga zaidi? Unajua, kwa mujibu wa taratibu za Chama cha Mapinduzi huwa wanakuwa na kakasi ya wabunge au ile kamati ya pamoja ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambayo inakuwa chini ya waziri mkuu. Mara nyingi toka huko nyuma wamekuwa na desturi ya kukutana na kumaliza mambo yao kwenye kakasi, japo wamekuwa naibuka wabunge kadhaa wanatoa maneno makali. Hata katika bunge la sasa hivi wako wabunge ambao wamejipambanua pamoja na kutokuwa sahihi au kutokuwa sahihi, kuonekana wakijaribu kuichemsha serikali yao katika maeneo kadha wa kadha. Kwa hiyo sio jambo jipya. Jambo pekee ambalo lina kujibu swali lako kwa ufasaha, kukosekana kwa upinzani madhubuti kunafanya ile mikiki au nguvu ya bunge au jeuri ya bunge kuiwajibisha serikali na kuisimamia ipasavyo, hata wakati mwingine kuwalazimisha mawaziri kuwajibika, imekosekana safari hii, na ndio inazaa hoja ya wapo kwa hali kama wabunge wamekuwa na uhofu. Tunajua kwa mfano ilipotokea hoja ya mbunge mmoja anataka kuwepo na mjadala kuhusu matukio kama ya utekaji, ule ulikuwa ni ujasiri wa mbunge, lakini Mheshimiwa Spika kwa mtazamo wake aliona ile hoja ilikuwa ina dosari. Na mimi ndio katika mabunge yaliyopita pengine tungeona mjadala mkali zaidi ambao ungeondoa na kufuta hicho kiwingu cha wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuonekana wanauoga. Sasa tumalize na wewe Shangazi. Hebu tuambie ni funzo gani unalipata haswa kuelekea bunge lijalo, ukiwa unaamini kwamba utarudi, ili sasa ile haki yako ya kuisimamia serikali kupitia muhimili muhimu kabisa wa bunge iendelee kusalia pale pale? Kuna utaradi kwamba bunge litaendelea kuishi katika misingi yake ambayo imeainishwa kwa mujibu wa katiba, lakini linapaswa pia kusimamia serikali kwa mujibu wa katiba kama ambavyo inaelekezwa, kupitisha maazimio mbalimbali ya kimataifa na kuyaridhia kwa niaba ya nchi kama ambavyo inaelekezwa na katiba. Naam, ni Rashid Shangazi ambaye ni mbunge, pamoja naye ni mchambuzi wa siasa Absalom Kibanda, wanahitimisha mazungumzo na David Nkya. Naam, wakati bunge la Tanzania likivunjwa rasmi hivi leo, ikiwa ni moja ya ishara ya kupulizwa kwa filimbi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba,
Moja ya maswali makuu yanayoibuka ni mustakabali wa madai ya mabadiliko ya kisiasa yanayoibuliwa na chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chadema. Chadema imekuwa ikiendesha kampeni ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, yani no reform no election. Hata hivyo, kwa kuvunjwa kwa bunge hilo hii leo, inamaanisha kuwa haitawezekana kupitisha mabadiliko yoyote ya kisheria, kwani ni muhimili huo ndio wenye mamlaka ya kikatiba ya kufanya hivyo. Lakini je, bado kuna mwanya wa mabadiliko ya kisiasa kufanyika kabla ya uchaguzi? Mwandishi wa BBC Yusuf Mazimu amemuuliza maswali hilo na mengineyo mengi Edwin Mugambila, mwanasheria huyu. Kimsingi, baada ya kufungwa bunge tarehe 27 kutakuwa hakuna mwanya wote wa kufanya substantive reforms za kisheria, kwa sababu kama unavyofahamu mchakato wa kisheria wote unafanyika kupitia bungeni. Lazima wajadili, upitishwe mswada,